mazuri, tuombe mali, lakini vyote hivi pasipokuwa na unyenyekevu, pasipo kuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu, pasipo kumtumikia Mungu wetu kwa dhati ya moyo, kuondoa ule ubinafsi tulio nao ndani wa kutamani kujinufaisha sisi wenyewe kwa faida zetu wenyewe, Mungu atatupatia na kuzidi vile tunavyovitamani, kwa sababu hatuviombi kwa ajili ya matakwa yetu wenyewe. Shairi la 72 anasema, Bwana tufumbue macho. Hakika tunamhitaji Mungu atufumbue macho, tuone wahitaji waliopo katika dunia hii. Yaweza kuwa majirani zetu wanapita katika nyakati ngumu, lakini tunayo neema, japo tumepofushwa. Hatuoni nafasi yao, hatuoni uhitaji wao. Tunakutana na watoto mabarabarani walio na uhitaji, tunawapita kama hatuwaoni. Hatuna msaada katika maisha yao. Bwana amekupatia hicho ulicho nacho ili kiwe baraka kwa watu wengine. Katika maandiko anasema, unapowatendea wadogo hawa, umenitendea mimi. Utasema, Mungu, nimekutendea wewe kwa namna gani? Lakini hawa walio wahitaji, unapowagusa mahitaji yao, unapowasaidia kwa dhati ya moyo, wewe umemtendea Mungu wa mbinguni. Katika shairi linalofuata, shairi la 73, Injili kwenye majiji makubwa, linazingatia au linaelekeza ya kwamba swala la Injili si swala la vijijini peke yake. Huku mjini ambako kuna misongamano ya watu wako bize na harakati za maisha, hawana tumaini la kusikiliza hata neno la Mungu, ni mahali sahihi ambako tunahitaji kuipeleka Injili. Watu hawa waweze kupata Injili. Watu hawa walio na ubize na harakati nyingi, mbinu mbalimbali zitumike kuhakikisha ya kwamba neno la Mungu linawafikia. Shairi la 74 anasema, sina hofu. Hofu ni adui. Katika maisha yaweza kuwa tunaweza kukwama katika kufanikisha mambo mbalimbali kwa sababu ya hofu ambayo inatukabili. Na tunapokuwa tumekabiliwa na hofu, tunaweza kushindwa kutenda mambo makubwa. Hofu inatusababisha kutupofusha, tusione nuru iliyoko mbele yetu. Hofu inaweza ikatengeneza giza ambalo likatufanya tushindwe kupiga hatua. Na hivyo hofu si kitu cha kukiendekeza sana. Hofu ni kitu cha kukikataa. Na hivyo tunapoikataa hofu, leo tunaikemea. Mungu wangu wa mbinguni, ninamsifu hofu kuniondolea. Ni jasiri maradufu, hofu imetokea. Sina hofu ya chochote ila tu hofu yenyewe. Kwa hakika hatupaswi kuhofu juu ya kitu chochote isipokuwa hofu yenyewe. Na tunapoishinda hofu, njia pekee ya kuishinda hofu ni kumtumainia Mungu na kumwambia Mungu, ninahitaji nguvu ya kupiga hatua sasa. Ninahitaji nguvu ya kusonga mbele. Niondolee hii hofu, kwa sababu hofu ni kizuizi cha kupiga hatua kuelekea mbele. Na inapotokea umeishinda hofu, maisha yako yanafunguka. Yaweza kuwa wakati mwingine, jitazame, unatamani kufanya jambo fulani, unashindwa nitaanzaje. Lakini hata unaanza kwa wasiwasi. Ni kama mtoto anapojaribu kutembea, lakini nguvu na imani anayoiweka, simama, unapomshangilia, unapomtia moyo, yule mtoto anasimama na anatembea. Ndivyo ilivyo maisha yetu. Tunapomtumainia Kristo, anatutia nguvu ya kuishinda hofu, na hivyo tunafanikiwa katika yale ambayo tumeyakusudia. Shairi la 75 linazungumzia habari ya nimezungukwa. Majaribu kila mahali, changamoto kila mahali, vitisho kila mahali, lakini Mungu huyu tunayemwamini hawezi kutuacha. Jambo pekee tunalotakiwa kulifanya ni kuomba na kumsihi Mwenyezi Mungu ya kwamba changamoto na dhoruba hazitokwisha katika maisha yetu, vitisho na hofu havitokwisha katika maisha yetu, lakini jambo la pekee tulilo nalo ni tumaini la Yesu Kristo, tumaini letu kwa Mungu ya kwamba atatupatia nguvu na kutulinda na kutuvusha katika magumu na mapito kama hayo. 76, usimpigie goti.
Mimi ninaliona ni mwendelezo wa shairi la 75. Hata majaribu yawe magumu kiasi gani, hata kama changamoto anazozileta ibilisi ni kubwa kiasi gani, hata kama watu watakukatisha tamaa kiasi gani kuona ya kwamba Mungu wako hawezi kukusaidia kama ilivyokuwa kwa Ayubu, kamwe usisarende, kamwe usimpigie goti shetani, kwa sababu kwa hakika Bwana Yesu, Mungu tunayemwamini, yupo kazini kututetea, yupo kutusimamia rafiki yangu. Hawezi kukuacha katika hayo mapito. Hayo mapito yanapokuja na maumivu yake, yaweza kuwa unayasikia haya maumivu, lakini yamerahisishwa kwa sababu Mungu amesimama kukusaidia. Na hivyo, changamoto zozote zinapokuja, bora uwe msikivu kwa Mungu. Kuwa mnyenyekevu, mpigie goti Mungu. Omba, msii Mungu akusaidie. Shairi la 77 linasema macho yangu yameona. Katika shairi hili la mwisho linasema kwa hakika macho yangu yameona. Dunia ina vitu vingi. Macho yanaona, masikio yanasikia, mapua yananusa, pua zetu zinanusa vitu vingi, harufu nzuri, marashi. Tunaona vitu vingi katika ulimwengu huu vya kupendeza, lakini kwa hakika vitu hivi, jambo lina jambo, ni vitu vya kupita, ni vitu vya kuipamba dunia, lakini mwisho wake ni uangamivu. Na hivyo kwa sababu hiyo, mwandishi anasema katika ubeti wa mwisho wa shairi hili, siangalii kulia au upande wa kushoto, siondoki kwenye njia, japo majivu ya moto, Mungu nikimwangalia, naiona yangu ndoto, macho yangu yameona utukufu wake Mungu. Kwa hakika, changamoto hizi ni ngumu. Kuishi katika ulimwengu huu wenye majaribu ya kila aina ni ngumu, lakini macho yanapouona utukufu wa Mungu, kwa hakika utaweza kuishinda dunia na majaribu yake. Mungu atusaidie sana. Tunapohitimisha sehemu hii, tuwe na tumaini la kwamba maisha yetu yapo kwa Kristo. Mungu peke yake ndiye mwenye nguvu za kuweza kutusaidia kupiga hatua ya kuishi katika maisha haya. Na hivyo hatuna sababu ya kuogopa. Changamoto zinapokuwa nyingi, neema nayo inaongezeka. Mungu wetu hawezi kuacha watoto wake. Hata katika magumu unayoyapitia, yanayochoma, yanayoumiza, kwa hakika Mungu angeyaacha yaje kama yalivyo, usingeweza kustahimili. Na hivyo hata katika hayo magumu, uko pamoja na Mungu wako. Endelea kuiweka imani yako kwake, na Mungu atakubariki na atakutendea mambo makuu sana. Tukutane katika sehemu ya mwisho ya uchambuzi wa kitabu hiki. Mungu akubariki sana.